Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni jambo la kumshukuru Mungu kutufikisha masaa haya tena ambapo tunakwenda katika kipindi cha 3 kwa siku ya leo Sabato. Tulianza kipindi cha nyimbo asubuhi saa 3. Tumekwenda katika kipindi cha pili cha mafundisho wakati tulikuwa tukijifunza. Sasa tunakwenda katika kipindi ambacho ni cha 3 ambacho kitashikwa na mtumishi Simon Amon. Ndio anakwenda kuzungumza somo la leo. Ninawakaribisha wale ambao wanatuangalia kwenye mitandao, muweze kukaa mkao wa kura, na wale walioko majumbani mchukue viti muweke nje kwa ajili ya somo la leo, na wale wapita njia nikiwaomba wakati unapita unasikiliza, je, kuna ujumbe gani katika maandiko matakatifu? Ninawaalika. Na kabla yote kabisa tunabidi tuweze kumshukuru Mungu. Tupige magoti tuombe kwa ajili ya kuanza kipindi chetu. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ulivyotupendelea tena tuweze kuishi wakati huu wa Sabato. Tukajikabidhi mikononi mwako muda huu, tunakwenda kwa tafakari maneno matakatifu yatakayosimamiwa na mtumishi wako Simon Amoni. Naweka mikononi mwako wasikilizaji wote, ninaweka mikononi mwako wanaotutazama kwa njia ya mitandao, nikiomba usikivu katika somo hili ili liweze kutuandaa kwa ajili ya wakati wetu huu wa mwisho. Maisha yetu yatawale, ubariki vipindi hivi vyote mpaka tutakapokuwa tumemaliza, ni katika jina la Yesu, amina. Amen. Asante. Nakukaribisha mtumishi kwa ajili ya kuja kuongea na watu wa Mungu. Karibu sana, karibu. Asante sana. Basi nami bila hiana kabisa nitumie nafasi kuweza kumshukuru msikilizaji na mtazamaji anayetufuatilia kokote kule aliko, akiwa ni ndani aidha nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana anaweze kumbariki, bila kuwasahau wapita njia na hata ndugu jamaa na marafiki wanaotusikiliza kutokea katika majumba yao, nao tunasema Bwana awabariki. Amina. Mara baada ya shukrani hizo, basi nipende kualikeni sasa tunapoingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha nini maana sahihi ya kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mapema tukiwa katika moja ya vipindi vyetu, kumbuke ilikuwa ni Sabato iliyopita, tulianza na sehemu ya kwanza ya somo hilo, tukapata mengi. Kati ya mengi tuliyosikia, itaweza kupita japo kwa ufupi sana muhtasari wa kile tulichojifunza Sabato hiyo. Hivyo basi nitatamani kuona tunafuatilia kuona kwamba tunaweza tukapata muhtasari kiasi gani, na kisha kuweza kuanza sehemu ya pili ya somo hilo siku ya leo. Sasa bila kuchelewa, niombe nikupitishe katika kitabu hicho cha Mwanzo 1 mstari wa 26, na kisha tutaweza kupata machache, alafu tutaweza kuanza sehemu ya pili ya somo hilo. Mtumishi, naam, naomba uweze kukimbia katika kitabu hicho cha Mwanzo sura hiyo ya 1 mstari wa 26. Soma Mwanzo 1 mstari wa 26. Maandiko yanasemaje? Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, alafu na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nashukuru sana wapendwa. Hilo fungu ni fungu makini ambalo tulianza nalo tangu Sabato ile iliyopita, na tukiwa tunatafuta hivi nini Mungu alichokikusudia kieleweke katika hilo fungu la Mwanzo 1 mstari wa 26, na nini ambacho hakukikusudia kieleweke katika fungu hilo, ambacho leo watu wanalazimisha kieleweke kinyume cha kile Mungu alichotaka kieleweke. Kwa sababu katika kuhangaika kutafuta kujua nini maana sahihi ya fungu, tunataka tujiepushe dhidi ya mtego wa shetani kutunasa kujikuta tunatoa ibada kwa yule asiyestahili ibada hiyo. Na sasa tukawa tumebabadua kubaini ya kwamba hivi Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, alikuwa akimweleza nani? Maana tayari kuna Mungu huyo anayezungumza kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, tayari tunaye. Sasa kama tayari tunaye, anamwambia nani tena? Je, ndio kusema anamwambia Mungu mwenzake?
na Mungu zaidi ya mmoja. Sinaona akili inakataa Mungu akasema. Mungu akasema. Nataka na hata msikilizaji, mtazamaji, utumie akili zako angalau kuchunguza hivi, ikiwa tayari Mungu yupo anayesema, aweza kuwepo mwingine tena naye ambiwa? Ipo hapo napohitaji tuweze angalau japo kwa ufupi sana tupitie kwa yale ambayo tulikuwa nayo, na hii ikiwa ni faida ya yule ambaye labda anaweza kawa amesahau, ili kutengeneza msingi wa somo linalofuata tayari kusonga mbele. Sasa mtumishi, kimbia kitabu kile cha Kolosai sura ya kwanza mstari wake anzia mstari wa 13 mpaka 15. Tunataka angalau kwa ufupi sana tuwatazamishe kile ambacho tulikuwa nacho sabato ile, kisha tuingie katika sehemu ya pili ya somo hilo. Wakolosai 1:13 mpaka 15 mpaka 15. Ndio. Maandiko yanasemaje? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Endelea. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Endelea. Anasema, naam, ambaye katika yeye tuna ukombozi, ndio, yaani msamaha wa dhambi. Ndio. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Endelea. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Nakushukuru sana. Kumbe tayari kama tuna nia ya kutafuta kujua Mungu alikuwa akimweleza nani, lazima tuweze kujiepusha kusoma fungu hilo, kwamba aliye mfano wa Mungu asiyeonekana alikuwa ni mwana wa pendo lake Yesu nani? Kristo. Kwa hivyo kumbe tayari moja kwa moja hapo tunaendelea, aliye na mfano wa Mungu asiyeonekana alikuwa ni Yesu Kristo, mwana wa pendo lake. Hebu sasa katika kuliweka vizuri zaidi tupate nyongeza ya maelezo hayo. Kimbia kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 4 anzia mstari ule wa 3 na wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4, ili tuweze kuona je, hivi ni nani pia aliye na sura ya Mungu au aliye na sura kama ya Mungu? Ni nani huyo? Kwa sababu fungu linasomeka kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa ni nani aliye na sura ya Mungu? Tulishaona aliye mfano wa Mungu ni Yesu Kristo, mwana wa pendo lake. Aliye na sura ya Mungu naye ni nani? Karibu. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 3 na wa 4. Maandiko yanasema hivi. Yanasemaje? Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea, ndio, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, ndio, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Nadhani maneno kama hayo, kama si tu kuwa na namna fulani ya kujifanya huelewi, au kama si tu namna ya kujifanya labda akili hazifanyi kazi, haihitaji maelezo mengi. Iko wazi hivyo ya kwamba aliye mfano wake Mungu, aliye na sura yake Mungu ni nani? Yesu Kristo. Sasa hicho ndicho tulichokiona sabato ile iliyopita, lakini bado kwa sababu ya ukubwa wa swala lenyewe na umuhimu wake lazima tuendelee, na hicho ni sehemu ya pili ya somo hilo. Sabato pia ijayo tutakuwa na sehemu ya 3 ya somo hili, ikiwa ndio kilele cha somo hili, kuhakikisha tunajua vizuri kwamba nini Mungu alichokikusudia kieleweke katika kitabu hicho cha Mwanzo 1 mstari wa 26, ya kwamba je, Mungu aliposema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, alikuwa akimweleza nani? Sasa huo ndio muhtasari wa kile tulichokipata sabato ile iliyopita, na leo nitakutamani sasa, kama ambavyo tumeanza, tuweze kumaliza kwa pamoja. Haikosi kuna kikubwa ambacho waweza kukigundua. Hiyo yote ni katika kutafuta kuzuia shetani asiwe na sehemu katika kuabudiwa na wale ambao ungepaswa kupeleka ibada yao kwa nani? Kwa Mungu. Ndio. Sasa hapa nitakachokifanya bila kuchelewa, nitaona ni muhimu mno tukisoma pale tulipopasoma siku ile, ili kuanzia hapo tuweze kusonga mbele. Kumbuka tulikuwa tunashughulika na dhana za wanateolojia, hawa wahadhiri, wakufunzi wa vyuo vikuu ambao ndio wamekuwa wakifundisha wachungaji, na wachungaji wanakuja kufundisha waumini, na kisha waumini
wanabeba hicho kilichofundishwa na hao wachungaji, nao wakiwa wamefundishwa na walimu wengine. Kumbuka watu wa Mungu, kama kuna jambo muhimu kabisa kuliko kuweza kuchukulia kawaida, kama kuna jambo muhimu kabisa kuweza kulifanyia kazi, jambo la kile ambacho Bwana amekielekeza. Bwana asifiwe. Amina. Kumbuka, kama kuna watakao tufanya tuokolewe ni wanaotufundisha, lakini vile vile watakao tufanya tupotee ni hao wanaofanyaje? Wanaotufundisha. Sasa cha kufanya na cha kuzingatiwa zaidi ni kuhakikisha kile ufundishwacho kinapatana na neno la Mungu. Amina. Na hivi ndivyo asemavyo nani? Bwana. La sivyo kuna hatari ya kupotea, kuna hatari ya kupotea. Sasa tunaingia katika kitabu hiki kinachosema Mungu mmoja, kwa nini utatu? Mungu mmoja, kwa nini utatu? Lakini msikilizaji, mtazamaji, umekiona hiki ni kitabu kilichoandikwa na mhadhiri aitwaye Alexander Mwita, sura yake ikiwa ni hiyo hapo. Sasa huyu akiwa ana wasilisho lake katika kitabu chake katika ukurasa huu wa 96, naomba niweze kurudia kuyasoma na kuanzia hapo ndipo tuingie ndani katika Biblia kulinganisha neno la Mungu na nadharia za hao wajiitao wasomi, alafu tuone, je, chaweza kuwa kiko sahihi tukifuate, ama kinyume cha uhalisia tukiweke pembeni, hatimaye tuweze kupona. Bwana asifiwe. Amina. Awali ya yote tuliweza kusikiliza kile ambacho alikielekeza. Sasa leo nitaomba nikirudie kwa faida ya msikilizaji, kisha ndipo tuweze kuzama ndani. Sikia, anasema ni ukurasa wa 96 wa kitabu chake. Anasema kichwa kidogo, anasema upingaji wa Utatu Mtakatifu tangu mwaka 1846 hadi 1888. Hicho ndicho kichwa kidogo cha somo hili. Sikiliza maelezo yanayofuata. Anasema katika kipindi hiki baadhi ya waasisi wa dhehebu la Waadventista Sabato hawakukubaliana na fundisho la Utatu Mtakatifu kwa sababu kadhaa. Huu ukiwa ni mwanzo wa maelezo ambayo naenda kuyajengea msingi. Anasema ya kwamba katika kipindi cha miaka 1846 mpaka 1888 waasisi wa kanisa la Sabato waliweza kuwa wapingaji wa fundisho la utatu, wakiwa wamejenga sababu zao kadhaa katika Biblia. Kwa mfano ambao anauweka hapa chini, sikia, anasema wapingaji walidai kwamba hawakuweza kuona ushahidi wa kibibilia wa uwepo wa Mungu mmoja aliye katika nafsi tatu. Hii ikiwa ni moja ya sababu ambazo walikuwa wameziweka hao waasisi, kwamba hawawezi kulikubali ama kuliunga mkono fundisho hili kwa sababu haliungi mkono na Biblia. Hiyo ni moja ya sababu leo iweka wao, sawa sawa. Lakini maelezo yanayofuata hapo anasema Biblia, tarudia maneno haya, nasema wapingaji walidai kwamba hawakuweza kuona ushahidi wa kibiblia wa uwepo wa Mungu mmoja katika nafsi tatu. Sababu hii huonesha kuwa mafungu ya Biblia yanayodhihirisha wingi wa uungu na uwepo wa Mungu mmoja katika nafsi tatu hayakueleweka vizuri katika kipindi hicho ama katika kipindi chao. Wasilisho la mkufunzi huyu ni lipi? Anawasilisha kwa kusema hivi: inawezekana ama inaonekana hawa waasisi kipindi chao hawakuwa na ujuzi au ufahamu wa mafungu ya Biblia, likiwemo la kitabu hicho cha Mwanzo 1:26. Kwa hiyo swali linalobakiza mashaka kwamba hivi ni kweli wale ndio walikuwa hawaelewi, ila wa sasa wanaelewa? Huwezi kunielewa mpaka niseme hivi. Mwanzo 1:26 inayoelekeza kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, inamaanisha ya kwamba kwa muktadha wa maneno yake sasa kwamba wale walikuwa hawana ufahamu mzuri katika fungu hilo ikilinganishwa na watu waishio kipindi hiki. Sasa ndipo tutakapoenda kuona, je, Mungu alielekeza nini? Tuwaelekee wale ama tuwaelekee hawa? Sabato hili lililopita tuliweza kubabadua namna gani ambavyo wanaungwaje mkono kwa kila upande. Sasa leo tutaenda upande wa pili wa kutafuta usahihi ni upi
na upotovu ni upi, kwa sababu Sabato iliyopita tuligundua ya kwamba Mungu alikuwa akimwambia mwana wake kwa ushahidi mwingi tulioweka. Sasa leo pia tutaenda kuona, je, Mungu alielekeza tufuate kundi lipi? Je, tufuate wale au tufuate hawa? Kwa sababu haiwezekani ya kwamba nuru ya kwanza yaweza kuwa feki alafu nuru ya pili ikawa sahihi. Hicho kitu kinakataa, hakikubaliki. Kwanza si kwamba kinakataa, lakini hakikubaliki kwa sababu nuru mpya haiwezi kupinga nuru ya zamani, isipokuwa nuru mpya inaunga mkono nuru ya zamani. Sasa tukimbia sasa, tutafute kujua, je, hivi Mungu alielekeza tufuate kundi lipi? Waliotutangulia au tufuate waliofuata hao waliotutangulia? Tumishi, ndio tunaingia sasa katika Biblia. Amina. Nitafutia kitabu kile cha Yeremia 6 mstari wake ni wa 56 ili kuona kwamba hivi mwongozo wa Mungu ni upi, hata msikilizaji na mfuatiliaji anayetufuatilia katika mitandao ya kijamii aweze kuelewa tumesimama wapi na hatimaye tunatakiwa tushikilie nini na nini tusikishikilie. Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16. Maandiko yanasema, Bwana akasema hivi, Bwana akasema hivi, simameni katika njia kuu. Anasema simameni katika njia nini? Kuu. Alafu mkaone, ndio mkaulize habari za mapito ya zamani. Mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Habari za mapito ya zamani. Kwa ufupi tu hilo linatosha kututazamisha hivi kwamba Mungu anatutaka tuangalie waliotutangulia walifanyeje, walikanyaga wapi na hawakukanyaga wapi, tuwafuate. Naam, endelea kusoma. Anasema, hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Ndio, lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Unaona, hivi kumbe maelekezo ya Mungu ni kutaka tufuate nyayo za watangulizi wetu, lakini cha kusikizisha ni kwamba wao wenyewe wanasema hatutaki kupita katika njia hiyo. Sasa swali ni hili, je, tuweze kuwa miongoni mwa hao ambao wanakataa kupita katika mapito hayo, au tufuate wale wanaosema kwamba njia sahihi ni hii na tuifuate? Lazima tufuate waliotutangulia. Naam, lazima tufuate waliotutangulia. Ushahidi wa hiyo bado tunaweza tukaupata pia katika kitabu kile cha Waefeso 20, Waefeso 2 mstari wa 20. Tunaongozwa kuwafuata mitume waliotutangulia pia. Waefeso 2 mstari wa 20. Waefeso 2:20. Maandiko yanasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Nashukuru sana. Kwa hivi utaona kwamba tunaongozwa kufuata watangulizi wetu, wale ambao mapema kabisa Mungu aliweza kuruhusu watutangulie. Hao ndio Mungu anaotaka tuweze kufuata nyendo zao, tukanyage nyayo zao. Amina. Amesema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Sisi hatutakiwi kuanzisha msingi mwingine kando ya msingi ambao umeshafanyaje? Umeshajengwa. Ndio. Kwa hivyo tukifanya hivyo, kimsingi tutakuwa tumeasi. Kwa kila kinachosemwa na mhadhiri huyu ya kwamba wale walikuwa hawaelewi ila sisi ndio tunaelewa, sio kweli. Kwa sababu Mungu asingetuongoza kufuata watu ambao hawaelewi. Na hawa ambao ni waasisi wetu walichota kwa hawa ambao tunasoma habari zao katika Biblia. Kwa hivyo ikiwa wangeonekana hawaelewi, basi Mungu asingetuongoza kuwafuata. Ni kweli. Na Sabato ijayo, ikiwa ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa mada hii, tutasoma Roho Nabii itatuwekea vizuri namna gani ambavyo Mungu alitutaka kuweza kufuata nyendo za hao waasisi. Tutasoma kabisa. Ndio. Tutasoma. Labda tu nikwambie kwa ufupi, kama unaweza kaanza kujitafutia mwenyewe na kisha utaongezea siku hiyo, unaweza kufungua kitabu kinachoitwa Manuscript Release, gombo la kwanza, kurasa wa 55, paragrafu ya kwanza. Kwenye kitabu hicho Mungu anaelekeza jinsi gani ambavyo wale waasisi wetu ndio kielelezo cha sisi, ya kwamba tunatakiwa tufuate kama walivyofanya, ili kujiepusha na mtego wa uongo kwa hao ambao wanaweza kuja baadaye. Lakini kitabu kingine ni Review in the Herald, Mei 25, chapisho la mwaka 1905, miaka 10 kabla ya kifo cha Mama White, paragrafu ya 21. Anaelekeza vizuri ya kwamba tunatakiwa kufuata nyayo za hawa waasisi wetu waliokufa,
na sasa ili tuweze kufuata nyayo zao ni kuchapisha machapisho waliokuwa nayo. Sasa mwingine akija kutoka kusikojulikana kusema ya kwamba hawa walikuwa hawaelewi, ila tunatakiwa tufuate sisi hawa ambao ndio waitwao wasomi. Hapana, tutakuwa tumekosea. Tutakuwa tumefanyaje? Tutakuwa tumekosea. Na kwa hiyo basi Sabato ijayo tutasoma vitabu hivyo kwa upana wake ili kuweza kutanabaisha ukweli ni upi, uongo ni upi, kisha tuweze kufuata kile ambacho ni uhalisia. Bwana asifiwe. Amina. Msikilizaji na mtazamaji unayetufuatilia, hii ikiwa ni sehemu ya pili ya mfululizo wa mada hii, ninakualika uweze kuwa nasi. Mtumishi wa Mungu, amina, kimbia katika kitabu kile cha Yuda 1 mstari wa 3. Katika kitabu hicho cha Yuda 1 mstari wa 3 bado tunaambiwa kuweza kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara ngapi? Mara moja tu. Mara moja tu. Kwa hivyo ukiwa unatafuta kung'ang'ania imani mpya, imani ngeni, kando ya ile walioanzisha waasisi wetu, utakuwa umekosea na hicho utahitaji kuadhibiwa. Maandiko yanasema maneno hayo. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, ndio naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani mliokabidhiwa waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Asante sana. Kwa hivyo kumbe utaona hatupaswi kuanzisha imani ngeni. Tunatakiwa kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara ngapi? Mara moja tu. Tusimame tuulize ya kwamba hivi ya wapi mapito waliopita tukanyage hapo. Hivi anayekuja na kukueleza ya kwamba hamna, wale walikuwa hawaelewi, wanaoelewa ni wa kisasa, utakuwa umepotoka. Sababu nuru mpya haiwezi kupinga nuru ya zamani. Ndio. Mungu hajui kuzeeka, na kama Mungu hajazeeka, kwa nini utafute maarifa mengine kando ya yale ambayo Mungu aliunga mkono ya kwamba hayo ndio yafuatwe? Naam. Hata hivyo sasa itatulazimu kuweza kuingia ndani zaidi kutafuta uhalisia wa kile kilichoandikwa, tulinganishe na kile kinachowasilishwa na hawa wanaoitwa wasomi, kwa sababu kimsingi hawa ndio wanaoonekana kuja kupoteza watu wakitimiza nabii zilizokwisha tabiriwa. Hebu mtumishi, kabla sijaenda mbali, labda kwanza tuthibitishe haya maneno. Hivi ni kweli viongozi waweza kutupotosha na kutupoteza? Hebu kimbia kitabu hicho cha Isaya 9 mstari wake ni wa 16. Wapendwa, ikiwa tutaachia wenzetu wafikiri kwa niaba yetu, wafanye shughuli ambayo tungefanya sisi, kuna hatari ya kutupotosha na sisi kupotoka na kisha tukapotea. Kwa sababu ikiwa wanawasilisha kitu kilicho kinyume cha hivi ndivyo asemavyo Bwana, tafsiri nyepesi ni kwamba wanatoa kwenye reli ya ukweli na kutuingiza kwenye uongo. Hebu nisomee kitabu hicho cha Isaya 9 mstari wa 16. Isaya 9:16. Isaya 9:16. Ndio. Isaya 9:16. Nasema, naam. Ndipo niliposema. Hapana. Isaya 9:16. Waongozao watu hawa ndio wakoseshao. Okay. Na hawa wanaoongozwa na hawa, ulikuwa kitabu gani? Nimekwenda kitabu cha Shabani. Isaya 9 mstari wa 6 wa 16. 16 ndio. Nilikuwa nimekosea, samahani. Anasema, kwa maana waongozao watu hawa ndio wakoseshao. Kwa maana waongozao watu hawa ndio wakoseshao. Na hao waliongozwa nao hao wameangamia. Nisikie sentensi kwamba kwa maana waongozao watu hawa ndio wakoseshao, na hao waliongozwa na watu hao wameangamia. Unaweza ukaona kwamba hilo jambo si la kuchukulia juu tu, kwa sababu mtu anapokuongoza kuamini kinyume cha neno la Mungu linavyoelekeza, kimsingi anakupoteza. Ndio maana tuko hapa, si kwa kazi nyingine. Channel yetu inaitwa Fumbuka Macho TV. Tuko hapa kwa kazi ya kufumbuana macho kwa ajili ya kweli ambazo zimepotoshwa na kuingizwa pembeni na kisha kuletwa nadharia mahali pa ukweli. Kristo akiwa hapa duniani, kazi kubwa aliyokuwa nayo ilikuwa ni kutenganisha kwamba hiki ni ukweli na hiki ni nini? Ni uongo.
hiki ni ukweli na hiki ni nini? Ni uongo. Hiyo ilimtengenezea chuki sana kwa wale viongozi wa dini, lakini hakuweza kutafuta maridhiano wampende ili tu aweze kuwa salama. Hapana, badala yake alichokifanya alikuwa akitenganisha ukweli na uongo. Hii ndiyo kazi pia ya wafuasi wake, nasi hatupo hapa kwa kazi nyingine, ni kwa jukumu hilo hilo la kuongoza kwamba jamani, ukweli ni huu na uongo ni huu, halafu kazi inasalia kwako kwamba nifuate hiki au nifuate hiki, baada ya kuwa umeelewa. Sasa kitabu hicho cha Isaya 9:16 imewekwa vizuri ya kwamba wawaongozao watu hawa ndio wakoseshao, na hawa wanaoongozwa na hawa watu sasa wamefanyeje? Wameangamia. Sasa mimi ni nani nyamazie kile ambacho najua kwamba kwa kukifuata lazima uangamie? Utahesabiwa hatia. Na unaweza usielewe kwamba hao viongozi ni watu gani. Labda kimbia kitabu cha Yeremia 50 mstari wake ni wa 6. Yeremia 50 mstari wa 6. Yeremia 50 mstari wa 6. Tunapoingia kitabu hicho cha Yeremia 50 mstari wa 6, tunathibitisha maneno haya kwamba wachungaji ndio watu hatari wa kuwa nao makini, kwa sababu hawa ndio imani za wengi wametunzia hapo. Kila anachokisema kinatafsirika kuwa ndio ukweli, lakini sivyo. Lazima ulinganishe hicho alichokisema na kile kilichoandikwa. Vinafanana. Ukigundua vinafanana unafuata kabisa. Ndio. Lakini ukigundua vifanani, kimbia kiasi kwa bodaboda, kwa sababu huyo aweza kukupoteza. Ni kweli. Karibu mtumishi. Maandiko yanasema Yeremia 50 mstari wa 6. Ndio. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha milimani. Wamewapotosha milimani. Kwenda toka milima hata milima. Nakusoma vizuri hapo. Nasema wamewapotosha milimani. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Nilikuwa nataka hiyo. Wametoka mlima hata kilima. Yaani sasa toka kanisa hili kwenda kanisa hili, toka kanisa hili kwenda kanisa hili, wanatangatanga. Simama kwenye hivi ndivyo asemavyo Bwana, la sivyo uwe radhi kupotoshwa na kupotoka, na matokeo yake ni yasiyoepukika. Kwa sababu ikiwa mhadhiri, mkufunzi wa chuo kikuu anafundisha kinyume cha ukweli wa Biblia, halafu anamfundisha mchungaji naye anakuja kukufundisha wewe na ni uongo, unawezaje kupona? Yani hapo ni hatari. Msikilizaji na mtazamaji unatufuatilia katika mitandao ya kijamii, tumia muda wako pia wa kutafakari kwamba hivi kile kisemacho na mwanadamu kinapopingana na andiko, uradhi kufuata nani kati ya hao wawili? Lazima ufuate kile kilichoandikwa ili upone. Amina. Sasa tunaingia katika kubabadua zaidi kuona, je, hivi mbinguni kuna wangapi? Kwa sababu wasilisho lililoko hapa ni kwamba mbinguni wako wangapi? Watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, kwa mujibu wa maelezo yake. Labda niyasome isionekane kwamba nimeyatunga mwenyewe. Hapa ninasoma ukurasa wa 97 wa kitabu hiki kinachoitwa Mungu Mmoja, kwa nini Utatu? Sikia, anasema hivi: wapingaji, hiki ni kipengele namba 3. Wapingaji walidai kuwa Utatu Mtakatifu hufundisha dhana ya miungu watatu. Hii ilikuwa ni mwaka wa 1861. Usikie, anasema hivi: Longbala aliandika kwamba kama kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, basi hii humaanisha kuna miungu watatu. Yeye anasema sasa ya kwamba dhana hii ya Longbala haikujengwa katika Biblia kwa sababu fundisho la Utatu Mtakatifu halielekezi katika imani ya miungu watatu, bali Biblia inafundisha kuwa kuna wingi katika uungu. Huyu ni muasisi anasema hivi: kama ukweli unaowasilishwa leo makanisani na hata sasa ndivyo inavyoendelea, ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hiyo haiwezi kumaanisha Mungu mmoja.
lazima iwasilishe, yani imaanishe Mungu watatu. Lakini huyu mkufunzi anasema hakuna, haimaanishi hivyo, inamaanisha Mungu mmoja. Sasa kama yeye anasema kwamba inamaanisha Mungu mmoja, lazima tuingie ndani zaidi sasa kutafiti, kujua uhalisia. Maana huyu yeye anakanusha hicho kitu, akimaanisha ya kwamba haiwezekani kuwa Mungu mmoja tena, lazima wawe Mungu wangapi? Watatu. Na wao wanathibitisha wazi ya kwamba ni Mungu mmoja aliye na nafsi ngapi? Tatu. Sasa kama kweli tunajua maana sahihi ya kitu kinachoitwa nafsi, lazima hatujiepushe kujua ya kwamba nafsi iwe nafsi inategemea mwili, lakini pia inategemea nini? Roho. Ili niliweke vizuri hili mtumishi, hebu nisomee kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Kwa sababu ni katika kuelewa kwamba nafsi inapatikana baada ya nini na nini kuwepo, ndipo utakapoelewa kwamba hivi ni kweli Mungu aweze kuwa ni mmoja, lakini akiwa na nafsi tatu na baada kabaki kuwa mmoja, lazima wawe ni watatu. Hebu soma hapo mtumishi. Maandiko yanasemaje? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Yaani ni umbo liko hapo ndio tokana na ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Alipokuwa amemaliza kumfinyanga huyo mwanadamu yuko hapo kama lisanamu, akampulizia puani pumzi ya nini? Ya uhai. Pumzi ya nini? Ya uhai. Halafu ndipo kishikaweje? Mtu akawa nafsi hai. Amina. Kwa hivyo tayari kwa maana ya kutafuta kujua nini maana sahihi ya nafsi, lazima usijiepushe kuelewa ya kwamba ili nafsi iwe hai inategemea kukutwa na umbo moja, lakini iwe na roho, kisha tatu ndipo inakuwa nafsi iliyo hai. Hivi kama umeshapata huo ujuzi, huwezi kujiepusha kujua ya kwamba kama Mungu mmoja anaitwa Mungu baada ya kupatikana nafsi tatu, basi tunategemea kuona kuna Mungu Baba, nafsi iko pale, maana si nafsi tatu Mungu Mwana, nafsi iliyoko pale, Mungu Roho, nafsi iliyoko pale, ndio? Ndio. Sasa kama iko hivyo, lazima tutumie maarifa yaliyoandikwa, sio maarifa kutokea katika vichwa vyetu. Hivi lazima tukimbie katika Biblia kutafuta kujua hivi mbinguni kuna wangapi? Ndio. Biblia iko wazi, ni swala tu la kutumia muda ili tusipotoshwe na kupotoka msikilizaji, kwa sababu kando ya hili kama tulivyosoma Sabato iliyopita, tutajikuta tunamkunjia goti shetani, kwa sababu shetani kwa mamlaka alikuwa ni wangapi? Ni watatu wa Mungu. Lakini leo watatu si malaika mkuu, badala yake anaitwa Mungu Roho. Na tukasoma vizuri kwamba malaika mkuu haabudiwi, alikataa. Tulivyosoma kitabu kile cha Ufunuo 19 mstari wa 11. Kabla tujiulize mkufunzi, huyo Mungu Roho kama Gabriel ni malaika, ni watatu, na yeye ni Mungu Roho? Jibu ni hapana, na haabudiwi. Haabudiwi kabisa. Sasa watu ingie katika maandiko matakatifu yatusaidie kujua mbinguni kuna wangapi wanaoabudiwa. Ndio. Kwa sababu sifa ya kwanza ya Mungu lazima awe aliumba. Sifa ya pili inayomfanya abudiwe inatokana na sifa ya kwanza ya uumbaji. Sasa kama kweli kinachowasilishwa leo ndicho kilicho sahihi, lazima mbinguni wanaoabudiwa wao wangapi? Watatu, ndio? Sasa lazima tutafute kujua kutokea katika hiki ndicho akisemacho nani? Bwana. Kimbia sasa katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 mstari wake wa 12. Ufunuo sura ya 5 wapendwa, katika Biblia, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12, tutagundua ni nani na nani wanaosujudiwa, wanaoabudiwa. Na ikiwa Mungu Roho hayuko hapo, lazima moja kwa moja tuamini na kutetea kwamba ni uongo. Na si fungu moja, tutakimbia na mara pengine. Soma mahali hapo. Sasa tutakimbia fungu la 10 na ngapi? La 12 na 14. Anasemaje? Wakasema kwa sauti kuu. Wakasema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa. Moja kabisa, anastahili mwanakondoo aliyechinjwa. Huyo mwanakondoo aliyechinjwa ni nani? Yesu Kristo. Hiyo kupokea uweza na utajiri na hekima. Kupokea uweza, utajiri na hekima, na nguvu na heshima na utukufu, na heshima na utukufu, na baraka na kila kiumbe kilichoko mbinguni. Sikiliza, na kila kiumbe kilichoko mbinguni, na juu ya nchi, na juu ya nchi, na chini ya nchi, na chini ya nchi, ya juu ya
ya juu ya bahari hiyo na vitu vyote vilivyomo ndani yake, vitu vyote vilivyoko ndani yake, nalivisikia. Yohana anasema nalivisikia katika maono, vikisemaje? Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, ambaye ni Mungu Baba, na yeye mwana-kondoo. Hivi vyote hivyo ambazo ni sifa zimstahilizo Mungu zilikuwa juu ya yeye aketie juu ya kiti cha enzi, yani Mungu Baba, na mwana-kondoo, yani Yesu nani? Kristo, mwana wa Mungu, hata milele na milele, hata milele na milele. Soma fungu, kuna kitu sijakisikia, fungu la 14 hujasoma. Fungu la 14 nasema hivi, wale wenye uhai wakasemaje? Amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Msikia Mungu Roho akijumlishwa kati ya wale wasujudio? Hamna. Sasa sisi ni nani tuongeze maneno mahali ambapo hayapo? Ni hatari kuongeza kile ambacho hakikuongezwa, na ni hatari kupunguza kile ambacho Mungu alitaka usikipunguze. Hivi uhakika hatuupati kwenye maelezo na vichwa vya wasomi. Haijalishi umesoma miaka mingapi, ikiwa utatuletea kilicho kinyume cha hiki ndicho kisemacho Bwana, tutakipinga. Hiyo ndio ilikuwa shughuli ya Kristo, kuupinga uongo. Tutasoma mahali hapa. Sasa kumbuka, mtu wa Mungu, ikiwa wanaosujudiwa ni Baba na mwana wake, hairuhusiwi mwingine kuingizwa hapo. Hairuhusiwi. Na hapo anayeabudiwa kimsingi ni Mungu kupitia mwana wake. Ndio. Kwa sababu yeye ndiye daraja. Kwa sababu tukisoma kitabu cha Yohana 14 mstari ule wa ngapi ule? Watatu na kushuka chini mpaka wa 6, anasema kwamba mtu hawezi kumwona Baba isipokuwa kupita kwa nani? Kwa mwana. Na kwamba aliyemwona Kristo amemwona nani? Baba. Kwa sababu Kristo ndiye aliyekuja kufanyaje? Kumfunua. Ndio. Sasa hapo tunaendelea kuona kwamba hivi mbinguni wapo nani na nani wanaoabudiwa. Tukimbie pia katika kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wake ni wa 22-23 mpaka pale chini kwa biuishie wapi. Bado wapendwa, tunaendelea kubabadua kujiridhisha, je, kile kisemwacho na wasomi ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye na nafsi tatu zilizo hai kinapatana vipi na maandiko? Baada ya kupata maana sahihi ya neno nafsi. Yohana 5 mstari wa 22-23 hapo. Yohana 5:22-23 nasema, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali imempasa mwana hukumu yote. Kurudia maelezo hayo ili watu wote wamheshimu mwana. Rudia. Anasema haiko sawa, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, ndio, bali ampa mwana hukumu yote. Baba amempa mwana hukumu yote. Endelea. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Sasa hapo ndipo mtu anapoweza kutumia angalau muda wa kutafakari jinsi gani ambavyo Mungu ameweka wazi vizuri mambo hayo, ya kwamba kama vile wanavyomheshimu Baba basi wamheshimu na nani? Na mwana. Unadhani hapo heshima zinawaendea wawili watatu? Wawili. Unajua, kiukweli ifike tu muda tukubali kwamba neno ndilo ndio mwalimu kwetu na wala si zaidi ya hilo. Hivi habari zingine zinazokuja kinyume cha hayo, wapendwa, ni gonjela tu za kutafuta kutupotosha. Sasa naomba mtumishi wa Mungu ndio uweze kunisomea kitabu hiki hapa. Kitabu hiki kinaitwa, mtazamishe msikilizaji na mtazamaji tufuatie mtandaoni. Kitabu hiki kinaitwa Imani Iokoayo. Imani Iokoayo. Kwa Kiingereza kinaitwa FLB, kifupi chake kirefu ikiwa ni Faith I Live By. Februari 3. Katika kitabu hicho ambacho ni kesha la asubuhi lililopita, lakini ikiwa ni sehemu ya kwanza, tunapata maelezo sahihi ya ni kipi ukweli na ni kipi uongo kuhusu hii dhana ya wasomi ambao wanawaletea watu wengine waamini kinyume cha uhalisia na kisha wanawapoteza. Kwa mujibu wa mafungu tuliyosoma kitabu cha Isaya 9:16 na Yeremia 50 mstari wa 6, kwamba wachungaji ndio wamewapoteza waumini wao. Sasa hapo tunaenda kuona, je, hivi mbinguni
mbinguni, kwa sababu Yohana alifunuliwa, alipelekwa mbinguni katika maono, akamwona Mungu, akamwona mwana wake. Hao ndio walikuwa wakipigiwa magoti wakisujudiwa. Lakini hali kadhalika, mtumishi, niombe samahani, kabla hujasoma hapo, ufungue kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22, sura ya mwisho kabisa, usome lile fungu la kwanza hadi la 3 kabla hujasoma hiyo roho nabii, ili iendelee kutusaidia pia kuelewa ya kwamba hivi ni kweli kabisa kwamba tukienda mbinguni tutamwona Mungu na mwana wake, na wala tutaona zaidi ya hao. Ufunuo 22 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tunapozungumzia haya, wakati natafuta mtumishi hapo, tunapozungumzia haya tunatafuta kuendelea kuwa salama, kuto kuvunja amri ya kwanza inayotuzuia kuto kuwa na miungu mingine ila yeye, kwa sababu ikiwa umeshawasilishwa ya kwamba Mungu mmoja ana nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, na kama Mungu hao watatu ndiye Mungu mmoja, wapendwa, tunaongozwa kufanya ibada kwa miungu na wala si kwa Mungu. Ni kweli. Kwa hivyo tunapolipigia kelele hili, ni moja ya agizo ambalo hatupaswi kujiepusha nalo, kwa mujibu wa kitabu cha Isaya 58 mstari wa kwanza. Kama piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwaambie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao, huenda watu wakapona. Kwa sababu Isaya 1:13 anasema kwamba kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, kibali mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa hiyo tusomee hapo tusikie kwamba hivi Yohana alipopelekwa mbinguni alimuona nani na nani wakiwa kwenye kiti cha enzi? Karibu. Ufunuo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Anasemaje? Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Huo mto wa maji ya uzima ukitiririka kutoka katika nini? Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Huo mto ulikuwa ukitiririka kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Endelea. Anasema katikati ya njia kuu yake, anasema katikati ya njia kuu yake, na upande huu wa mto wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima. Anasema kulikuwa na mti wa uzima uzao matunda aina 12. Huo mti ndio ule ambao tunajifunza kwamba tutakuwa tunayala hayo matunda ambayo ni aina 12 kwenye mti mmoja, wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Yaani hizi aina 12 ambazo zinapatikana kwenye huo mti, hayo matunda yanapatikana kila nini? Kila mwezi. Sasa ndipo unapoweza kuona hasara tutakayoingia wakati wenzao wanafurahia matunda kila mwezi aina 12 kwenye mti mmoja. Soma tupate kiini cha huu ujumbe tunaotaka. Uzao matunda aina 12, ndio wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa, wala hapakuwa na laana yote tena. Hapo unasoma fungu la ngapi? Hili fungu la 3 sasa. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Hapo ndipo napotaka msikilizaji na mtazamaji uweze kufuatilia. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwemo ndani yake. Tayari haihitaji akili nyingi na maarifa makubwa, elimu kubwa. Msikilizaji na mtazamaji unatufuatilia, hii ni habari njema ya yote anayejua kusoma, hata asiyejua, lakini bado anaweza kusikia. Ndio, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa kwanza anasema jinsi gani ambavyo wanaheri wanaosikia, wanaosoma na wanaosikia na kufanyia kazi yale yaliyosoma, kwamba hapo kwenye kiti cha enzi aliyetajwa kuwepo ni nani? Ni Mungu na mwana kondoo. Kwa hivyo tayari tuna Mungu hapo, halafu tuna mwana kondoo, ni maana wa huyo nani? Mungu ambaye ni Yesu nani? Kristo. Si zaidi. Ni rahisi tu namna hiyo. Sasa hebu tupate sasa njozi ya Andrew White naye katika kitabu hicho cha FLB Faith I Live By Februari 3. Tusomee hapo, uanzane na kichwa kikubwa hicho, kisha utasoma hilo fungu loko hapo, na hatimaye utasoma maneno hayo kueleza ukomee wapi, ili kuweza kuepa mtego wa shetani wa kututaka kumkunjia goti mahali pa Mungu. Shairi iliyo katika kitabu cha Februari 3, kichwa kinasema
Mungu mwenye nafsi. Kwanza moja hapo patatufungulia akili zaidi ya kwamba Mungu ana nafsi. Lakini je, hizo nafsi zinazosema tatu ndiyo hiyo iliyotajwa hapo au la? Andiko litutanabaishie na wala sio maneno ya ndugu fulani wananchi. Hebu tusomee sasa hapo kwa kutulia. Waebrania 1 mstari wa 1 na 3. Hebu nisome, ninasomekaje hiyo? Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Amesema na sisi katika nani? Mwana. Endelea. Yeye kwa kuwa ni mng'ao utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Kwamba Yesu anasema Mungu anasema kupitia mwana kwa kuwa yeye ni chapa ya nafsi yake. Endelea. Akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amina. Kwa hivyo Yesu tunayemzungumzia mpaka dakika hii, baada ya jukumu hilo, amekaa mkono wa kuume wapi? Huko juu. Alafu maandiko yanasema sasa tunaingia katika maana ya kile ninachotaka kieleweke. Wapi tunapoweza kupata ukweli kama si katika andiko? Kumbuka wakati tunatiririka na somo hili sehemu ya kwanza sabato iliyopita, tuliweza kusomewa kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21, ikitanabaisha vizuri jinsi ambavyo Paulo ambaye ni mtume mmoja wa mitume wa Mungu ambao walikutwa wanawasilisha kweli za Mungu kwa watu wake, aliweza kufundisha na ambavyo hata sasa anaendelea kutufundisha ya kwamba mbinguni yupo Mungu, yupo Kristo na malaika. Ukitulia utasoma hilo fungu. Hapo tena tunaenda kusoma sasa kwa nabii mtumishi wa Mungu mwingine, mjumbe wa Mungu, naye aliweza kupelekwa mbinguni. Aliona nini na nini? Alimuona nani na nani? Ibia hapo mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema Mungu ni roho. Mungu ni roho, lakini ni nafsi hai. Hiyo pia tuliisoma kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 8 kurasa 263 paragrafu ya kwanza, ya kwamba Mungu ni roho, lakini pia yeye huyo Mungu ambaye ni roho ni nafsi. Sasa usichanganye ukachukua vitu tofauti katika kusikia hili neno. Sikiliza, usichanganye maneno yanayosema ya kwamba Mungu roho ukaweka mahali pa Mungu ni roho. Nataka ulielewe hilo msikilizaji. Ndio. Hivyo ni vitu vikubwa viwili visivyofanana kabisa. Iko tofauti kubwa kabisa kati ya Mungu roho na Mungu roho. Nisikiliza vizuri. Kuna tofauti kubwa kati ya Mungu roho na Mungu ni roho. Usipoelewa hilo lazima upigwe, yani utapigwa sijui chenga, sijui utapigwa nini. Yani shetani kusudio lake ni kutenganisha kitu kimoja viwe vitu vingapi? Viwili. Anamtenganisha Mungu na roho yake kuwa Mungu wangapi? Wawili. Lakini anachukua lile la mwisho analirudisha kuwa la kwanza. Unaelewa? Mpaka nikwambie hivi, wakati Mungu amemwambia Adamu ya kwamba wasile matunda ya bustanini, matunda ya mti wa ujuzi mema na mabaya, kuna maneno yanayotumika pale ambayo tunayasoma katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 16 na 17. Alimwambia hivi kwamba matunda ya bustanini yote mwaweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi mema na mabaya usile. Kwa nini? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini Lucifer wakati huo akiwa amebadilishiwa jina kifo Shetani, yeye alipokuja alibadilisha akasema hakika hamutakufa. Yani alichukua lile la mwisho akalirudisha nyuma, ndio likawa la kwanza, hakika hamutakufa. Kwa hivyo Mungu ni roho pia, yeye analifanya kinyume chake, anasema Mungu roho. Unasikia hiyo sentensi kwamba kuna Mungu roho, wakati hapana, haisemi hivi. Nasema Mungu ni nini? Ni roho. Soma sasa, anasema Mungu ni roho, lakini ni nafsi hai. Kwa hivi hapa anatuongoza kuelewa ya kwamba Mungu ni mmoja mwenye asili ngapi? Mbili. Asili mbili, sio nafsi mbili. Tuelewane watu wa Mungu, na kama kuna somo ambalo lisipoeleweka watu wengi watapotea, ni somo hili la kumtenganisha Mungu na roho yake, na hivyo shetani kupata nafasi ya kuabudiwa mahali pa Mungu.
Mungu ni roho, lakini wakati huo yeye ni nini? Ni nafsi. Lakini leo haiwasilishwi hivyo, badala yake inawasilishwa ya kwamba kuna Mungu roho, halafu kuna Mungu Baba na Mungu Mwana. Hatari kabisa. Shuka chini msikilizaji, kwa kuwa hivyo ndivyo alivyojifunua yeye mwenyewe. Hapa hivyo ndivyo alivyojifunua yeye mwenyewe. Endelea. Kama nafsi hai, Mungu amejifunua mwenyewe katika mwana wake, ngao wa utukufu wa Baba, hiyo na chapa ya nafsi yake. Amina. Endelea. Yesu kama mwokozi katika nafsi alikuja ulimwenguni. Mwokozi kama nafsi alipaa juu mbinguni. Ndio. Mwokozi kama katika nafsi hai ametuombea katika nyua za mbinguni. Anatuombea katika nyua za mbinguni. Anasema, endelea. Niliona kiti cha enzi na juu yake ameketi Baba na Mwana. Hapo ndipo napohitaji uone ya kwamba mhadhiri huyu, mkufunzi wa chuo kikuu cha kichungaji, chuo cha Wasabato Arusha, anavyoonekana kupingana na nabii. Yeye anawasilisha ya kwamba Mungu ana nafsi tatu, lakini tunataka sasa tuingie katika uhalisia, tuone, je, nabii alipochukuliwa katika maono kwenda mbinguni aliona nafsi tatu? Yeye alimuona nani na nani? Rudia maelezo hayo. Niliona kiti cha enzi. Anasema niliona kiti cha enzi na juu yake ameketi Baba na Mwana. Hebu weka muone vizuri mwalimu. Naona unaweza kaa hujapaswa. Iko vizuri kabisa. Inawezekana uone vizuri, alikuwepo na Mungu Roho hapo pembeni. Umeona vizuri muone, alafu some tena. Narudia tena. Rudia. Niliona kiti cha enzi. Anasema niliona kiti cha enzi na juu yake ameketi Baba na Mwana. Umemaliza? Nimemaliza hapa. Mungu Roho hakutajwa. Hamna, simuoni. Mungu atuhurumie. Msikilizaji na mtazamaji unayetufuatilia, ifike wakati tutumie angalau muda wa kutafakari kwamba hivi haya yasemayo na hao waitwa wasomi yana ukweli wowote au yana uongo mtupu? Haikosi tunaweza labda tukapata kitu na kupona. Mtu huyu ambaye anafundisha wachungaji na wachungaji wanakuja kufundisha waumini, anawasilisha uongo kabisa, kinyume cha Biblia. Sisi tufanyeje ili hatimaye tupone? Tunalo jukumu la kufanya kama Kristo, kutenganisha uongo na ukweli, kisha msikilizaji achague ukweli au uongo baada ya kuwa ameelewa. Ndio. Hebu tiririka hapo. Anasemaje? Niliuangalia muonekano wa Yesu. Nabii anasema niliuangalia muonekano wa Yesu na niliipenda nafsi yake ya kupendeza. Ndio. Nafsi ya Baba sikuweza kuiangalia. Kwa nini hakuweza kuiangalia? Kwa kuwa wingu la nuru ya utukufu lilimfunika. Ndio. Nilimuuliza Yesu ikiwa Baba yake alikuwa na umbo kama la kwake. Nabii alifanikiwa kumuuliza Yesu, vipi baba yako naye ana umbo kama la kwako? Alisema ndiyo, analo. Lakini sikuweza kuliona, maana alisema ikiwa ungeuona utukufu wa nafsi yake mara moja, ungekoma kuwepo. Unaona hayo maelezo yalivyokaa vizuri, jinsi gani ambavyo nabii anafunuliwa, anamuona Mungu, lakini akiwa katika utukufu anajariwa kumwambia Yesu ya kwamba alimuuliza, sio kumwambia, alimuuliza vipi baba yako naye ana umbo kama wewe? Akasema ya kwamba ndiyo, analo. Akasema lakini huwezi kumuona, maana ukimuona utakoma kuishi. Sasa kama kiti cha enzi kilikuwa hapo, amemuona Baba, akamuona na Mwana, lakini hakumuona Mungu mwingine anayewasilishwa na wataalamu hao wajiitao wasomi. Unadhani tumsikilize nani, tumkatae nani? Msikilizaji na mtazamaji unayetufuatilia katika mitandao ya kijamii, ni heri yako ikiwa utasikiliza nini Bwana kisemacho, na kile kisemacho na wajiitao wasomi kikiwa kinyume cha maandiko, ukiache. Huo ndio uponyaji wako. Amina. Bwana ataweza kutukuzwa. Nasi bila hiana tuko hapa, siku kazi nyingine ni kuweza kuwasilisha ukweli, tukitenganisha uongo na ukweli, ili watu wanaopenda kufuata ukweli hatimaye waweze kupona. Naam, basi mara baada ya kuweza kuchota ujuzi huo, niombe tusikilize kile ambacho kinapatikana katika kitabu hiki hapa kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Muda mfupi tunapoenda kufunga programu yetu mchana wa leo, tunaenda kusoma ukurasa wa 84 mahali ambapo
tunaelezwa jinsi gani ambavyo Kristo alikuwa akifafanua ukweli ni upi, uongo ni upi, na kuwatenganishia ili wawe na kazi moja tu ya kuchagua ukweli ni huu waufuate, au uongo ni huu waufuate kama watapenda. Lakini baada ya kumefanyaje, wameelekezwa. Lakini hatari ni hii ya kukinga masikio na kufanyia kazi kile ambacho hakipatani na neno la Mungu. Ngoja nikuoneshe wapi pa kuanzia, mtu wa Baba, ili tuweze kupona. Ni ukurasa wa 84 wa kitabu hiki kiitwacho Tumaini la Vizazi Vyote. Okay. Nije tupangalie vizuri. Anzia hapa panapoanza na walichukizwa. Leo hii watu wanapenda kusikia maneno yavutiayo, maneno yanayochekesha, vituko tu mbalimbali tu wajisikie furaha, lakini sicho Yesu anachotaka tukifanye. Yesu anataka tuwaeleze watu ukweli, alafu waweze kufuata, huenda wanaweza wakapona. Soma mahali hapo tusikie nini ambacho tunaswa kuki. Maandiko yanasema, naam, walichukizwa na maelezo ya uwazi ya Yesu katika kutofautisha kati ya uongo na ukweli. Hao ni viongozi wa Kiyahudi, walichukizwa na ile hali ya Kristo kuweza kutenganisha ukweli na nini, na uongo. Hawakupenda kusikia hayo. Endelea. Waliuhesabu utii wake kwa sheria ya Mungu kama ukaidi. Unasikia maneno kwamba waliutambua ule utii wake kwa baba yake kama mfano wa mtu hivi ambaye ni mkaidi. Walishangazwa na ufahamu wake na hekima aliyoonyesha katika kujibu maswali ya manabii. Kristo alikutwa na busara nyingi zaidi, lakini alikuwa na hekima za namna gani ambavyo alikuwa na uwezo wa kujibu maswali ya wale wasomi waliokuwa manabii wakati huo, walikuwa wakisoma miaka 40. Aliyajibu kwa ufasaha kabisa. Kwa nini alijibu kwa ufasaha? Ni kwa sababu alikuwa amefundishwa na baba yake. Hata sisi tuko hapa si kwa sababu kwamba tuna ujuzi mwingi, isipokuwa ni kwa sababu tu ya hekima ya Mungu iliyo ndani yetu kuweza kuchambua ukweli ni huu na uongo ni huu, na ndio maana tunayafikisha haya katika masikio ya wengi, ili kusudi watu hatimaye waweze kupona. Kuna huo ukurasa unaofuata, sehemu nyingine ambayo inaonyesha namna gani ambavyo tungefaa kuweza kuangalia kile ambacho Mungu amekikusudia. Naomba nikuoneshe kitu fulani hapa, samahani. Huu ukurasa unaofuata kuna kitu pia ambacho natamani kisikike kwa msikilizaji anayetufuatilia. Haikosi kinaweza kuwa kina mchango mkubwa katika haya tunayoweza kuyasoma mahali hapa. Anzia hapa panaposema Yesu hakuwa mtu wa kuheshimiwa. Unajua, inadhaniwa ya kwamba mtu ili aseme ukweli ni lazima awe mwenye heshima fulani, mwenye mamlaka fulani, aidha mwenye sifa fulani. Hapana, hapana. Sikiliza nini kinachosikika mahali hapo. Katika sehemu hii ukurasa wa 87 kwa 88, ndio anasema Yesu aliwapenda kaka zake, au sio? Penyewe sio hapo. Penyewe panaonyesha kwamba Yesu hakuwa na elimu. Kristo hakuwa mtu wa kuheshimiwa. Anasema Kristo hakuwa mtu wa kuheshimiwa, na alikuwa amefanya kosa mahususi kwa Mafarisayo kwa kule kuachana na taratibu zao zisizobadilika. Yesu hakuwa na heshima, hakuwa na mtu wa kuheshimiwa, na alikosea kosa moja ambalo tunaweza tusiliite kosa la kuachana na zile desturi ama tamaduni zao au viongozi. Ndio aliona uwanja wa dini ukiwa umezungushiwa wigo. Aliona eneo pana la mambo ya dini limezungushiwa nini? Wigo ama fence kama kwa kuta zenye kimo kirefu. Ndio
alipindua huo ukuta unaowatenganisha. Aliupinduaje? Alipokutana na watu hakuuliza. Labda hata ukiachia tu hapo, nia yake ya kutaka tuelewe kitu fulani hapo ni hii hapa, kwamba yeye aliweza kuondoa zile ngome ndio za wao, jinsi gani walivyojikusanyia mambo ya kimapokeo na kuyaweka katika uhalisia fulani, wakati kwa kweli haikutakiwa kuwa hivyo. Alichokifanya, aliweza kuzibomoa ndio na kuwasilisha ukweli wa neno la Mungu. Ni huu na huu ni nini? Ni uongo. Hii ndiyo kazi ya wafuasi wa Kristo popote pale. Ikiwa utatamani kuwa mfuasi wa Kristo unayeupenda ukweli, utalazimika kusema huu ni uongo na ukweli ni huu, kisha watu wataweza kuokolewa. Wapendwa, bila kupoteza muda, tuko hapa si kwa kazi nyingine, ni kwa ajili ya kuonesha uhalisia wa ukweli wa Mungu ni huu na uongo wa shetani ni huu kumhusu Mungu, ili kusudi hatimaye tuweze kupona. Kwa sababu gani? Leo hii inawasilishwa isivyo sifa na tabia ya Mungu, kinyume kabisa cha uhalisia. Hii ikiwa ni njama za adui kupitia viongozi, ili hatimaye waweze kutupotosha na kupotoka, na kisha tujikute tunamkunjia goti shetani mahali ambapo tungeweza kumkunjia goti nani? Mungu. Kiukweli tumeweza kusoma vipi ambavyo inawasilishwa katika maandiko, mbinguni wapo nani na nani na wanaoabudiwa ni nani na nani, tumeweza kuona. Labda ninapoenda kumaliza sasa, tukimbia katika kitabu kile cha Mathayo 14 mstari wake ni wa 30 mpaka 33. Tuone Yesu wakati anasujudiwa kama Mungu mwenzake na Mungu, au anasujudiwa kama nani? Kwa sababu kimsingi anayesujudiwa, anayetakiwa kuabudiwa ni Mungu. Sasa Mungu anaabudiwaje? Anaabudiwa kupitia mwana wake. Ndio maana hata unapomaliza kuomba lazima umalize na maneno nasema kwa jina la Yesu. Wengi tumekuwa hata tukitamka maneno haya hata hatuelewi maana yake. Ni kwa sababu sisi maombi yetu ili amfikie Baba lazima apite kwa nani? Kwa Yesu. Na Yesu sio Mungu mwenzake, ila Yesu ni mwana wa Mungu. Na hata wakati alipokuwa akiabudiwa hapa duniani, alikuwa akiabudiwa kama mwana wa Mungu, hakuabudiwa kama Mungu mwenzake na Mungu. Vinginevyo tungekuwa na Mungu wangapi? Wawili. Lakini kiukweli tunaye Mungu mungapi? Mmoja. Mungu mmoja. Kipia kitabu hicho cha Mathayo 14 anzia mstari wa 30 mpaka 33. Tuone wakati wanafunzi walipokutana na dhoruba kule baharini, na kisha Petro akawa muona Yesu na kumhoji, ikiwa ni wewe niamuru nije. Na Petro akaenda na hatimaye akataka kuzama, akanyosha mkono wake kumwambia, imekuwaje wewe mwenye imani haba? Kuna maneno yaliyotajwa hapo ambayo nataka tuyajengee msingi. Karibu sana msomaji. Katika kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 31 anzia 30 mpaka 33, anasema, lakini alipouona upepo akaogopa yule Petro, ndio akaanza kuzama, akapiga yowe, akapiga kelele akisemaje? Bwana niokoe, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, Kristo Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambiaje? Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, kwenye kile chombo kile, kama ilikuwa ni boti ama ilikuwa ni chombo chochote cha majini, vyovyote vile, upepo ukakoma. Nao waliokuwemo ndani ya chombo, ambao ni mitume wenzake na Petro, wakamsujudia wakisema, walimsujudia huyo Yesu wakisemaje? Hakika wewe u mwana wa Mungu. Walimsujudia Yesu wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Hawakumsujudia wakisema, hakika wewe u Mungu mwana. Hapana, hiyo ndio imekuwa ikiwasilishwa kwamba si unaona kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kisha kuna Mungu Roho, kitu ambacho kwa kweli sivyo. Kristo alikuwa akiabudiwa kama mwana wa Mungu, na hili likiwa ni agizo la Mungu mwenyewe katika kitabu tulichokwisha kusoma cha Yohana sura ya 5 mstari wa 22 na 23, ya kwamba kama vile mnavyomheshimu Baba, basi na mumheshimu nani? Mwana. Hakusema na mumheshimu Mungu mwenzangu. No, hatuna Mungu zaidi ya mmoja, watu wa Baba. Tuna Mungu mmoja peke yake na peke yake pia. Lakini bado hebu tupate ushahidi mwingine wa ziada tunapoenda kufunga sasa. Kimbia mtumishi wa Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 9 mstari wake ni wa 35, lakini unaweza kuanzia pale nyuma kidogo. Yohana 9 mstari wa 30
Au soma tu hapo 35. Nasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Ndio. Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Maneno hayo ni maneno yanayotutanabaishia ukweli bado ya kwamba Kristo amekuwa akisujudiwa si kama Mungu mwenzake na Mungu, ila alikuwa akisujudiwa kama mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu si malaika. Mwana wa Mungu si mwanadamu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Ndio. Ni kama nimechokoza akili zako, lakini huyu mwana wa Mungu ambaye ni Mungu si Mungu yule baba yake na yeye. Huwezi kunielewa vizuri mpaka nitoe labda mfano rahisi zaidi kwa mtu ambaye hata angalau uwezo wake wa kuelewa uko chini. Ni kwamba ukiwa na mtoto wako wewe, huwezi ukasema niko na binadamu, kwa sababu haihitaji tena fafanuzi, kwa sababu kila mtu anajua kwamba mtoto wako ni nani, ni binadamu. Ila ukiwa na mtoto wako tutasema uko na nani, na mtoto wako. Hatuwezi tukasema uko na mwanadamu mwenzako, ila tunasema wewe uko na nani, na mtoto wako. Na yule mtoto wako kwa sababu amezaliwa na wewe uliye binadamu, lazima naye ni nani, ni binadamu. Kwa hivyo ndivyo hivyo pia hata kwa nani, kwa Kristo. Na hiki kinachopelekea elimu hii kuleta sintofahamu kwa wengi ni kwa sababu hawataki kukubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu halisia na wala sio ngonjera. Kwa sababu leo watu kiwauliza, hivi kweli Yesu ni mwana wa Mungu? Wanasema ndio. Fafanua majibu yako. Yesu ni mwana wa Mungu wa namna gani? Wanaanza kujikanya kwa sababu unajua alizaliwa na Mariamu na akasema kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, mwana wa aliye juu. Lakini wasichokijua ni kwamba kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni 5 anasema hivi, na sasa Baba, naomba umtukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kufanyaje? Kuwapo. Yesu aliwahi kuwepo kabla ya ulimwengu huu kuwapo, na alipokuwepo kabla ya ulimwengu huu kuwapo alikuwa ni mwana wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema Baba. Sasa unadhani kama dhana yako ni hiyo ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu kuzaliwa na Mariamu? Swali, wakati Mariamu alipokuwa hajakuwepo kabla ya dunia hii kuumbwa, Yesu alikuwa anamuita nani? Mungu. Alikuwa anamuita Mungu mwenzake? Hamna. Alikuwa anamuita baba yake. Na alikuwa anamuitaje baba yake? Ni kwa sababu yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Muda hautoshi, tungeweza kusoma mafungu mengi kisikana ambavyo nakili wazi ya kwamba yeye alizaliwa kabla ya misingi ya ulimwengu fanyaje? Kuwekwa, si ndio? Ndio. Basi wapendwa, hiki ni sehemu ya pili ya mfululizo wa mada yetu ya maana sahihi ya kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Tunakomea hapa siku ya leo, tukikuandaa kuwa na sehemu ya 3 ambayo itakuwa ya mwisho ya mada hii, ili kuweza kujua kipi ni kipi, ukweli ni huu tuufuate na uongo ni huu tuupige pembeni, na hatimaye tujikute tumeepa mtego wa shetani wa kuweza kumwabudu, kwa sababu yeye kama alikuwa ni watatu ndivyo ilivyo katika mamlaka katika kipindi kile kabla hajaasi. Leo hii inakuwaje watatu anakuwa Mungu mahali pa malaika? Ni mtego ambao tunataiwa kuweza kuwepa. Wapenzi wasikilizaji na watazamaji mnaotufuatilia katika mitandao, mkiwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na hata wapita njia, muweze kutambua kwamba Mungu tuliye naye ni mmoja. Utakapowasilishiwa fundisho ya kwamba tuna Mungu mmoja aliyegawanyika katika Mungu watatu, kataa. Hapo utakuwa unaletewa habari za kuvunja amri ya kwanza inayotuzuia kuwa na miungu mingine ila yeye. Najua basi mara baada ya kusema hayo, Bwana aweze kutubariki sisi tulio hapa na hata wanaotufuatilia na hata wapita njia pia, kwa jina la Yesu. Amina. 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 Basi karibu sana mtumishi, tunapoenda kuomba uweze kutuombea kwa Baba yetu aliye mbinguni. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi unavyopendelea. Kwa wakati huu wa mwisho umependa masomo haya yaweze kueleweka. Una makusudi na maisha yetu. Endelea kutusaidia na kutujaza Roho wako, aendelee kutufundisha zaidi na zaidi, ili tuweze kuelewa masomo haya. Wasaidia wasikilizaji wote ambao walikuwa wakitusikiliza kwa njia ya mitandao. Wasaidia wasikilizaji wote ambao walikuwa ni wapita njia.
Wasaidie wasikilizaji ambao walikuwa wamekaa majumbani kwao wakiwa wanasikiliza ujumbe huu. Utubariki wote Bwana mbinguni, kabla mlango wa rehema hujafungwa tuwe tumesha okolewa kupitia katika masomo haya. Tawala mawazo yetu, tusaidie kuwa upande wako tofauti, tusiwe sawasawa na ulimwengu, bali tufanane na wewe. Mapenzi yako yatimizwe ni katika jina la Yesu. Amina. 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 Asante sana. Basi mpaka hapo Mungu akipenda. Amina. Tutaonana Sabato tena.